Katika swala ambalo kama tulilolijibia na tumeeleza kwa uchache, lakini kwamba ikitokea mtu tu katika meli au katika chombo cha usafiri ambacho kinapitia kwenye maji, hiyo ni meli au ni usafiri wote, kama ni boti na inayofanana na hayo. Sasa mtu amekufa, tukaamua pale alishafariki, tukamvisha, tukamuosha, tukamvisha sanda na tukamswalia. Sasa namna ya kumzika, tutamzika wapi? Ikitokea labda bado tunasafiri kwenye maji na muda wa kwenda labda kutia nanga bado ni muda mrefu sana, masiku ni mengi, sheria ya Kiislamu inakubali kumzika yule mtu kwenye maji pale pale baharini, atashushiwa kwenye maji. Lakini namna ambayo kama itakayopelekea ili ashushiwe kwenye bahari, azikwe baharini, mpaka atakapohakinisha kwamba siku ambazo kwamba bado tunasafiri ni nyingi, lakini pia inawezekana yule maiti akabadilika, labda akaharibika, mwili ukaharibika na hatuna namna nyingine, sheria inakubali. Al-Imam an-Nawawi ametaja katika fatawa yake katika Sharh al-Muhadhab, bila shaka ametaja akisema kwamba anaruhusiwa baada ya kufanya mambo yote ile, kuoshwa, kuvishwa sanda, kuswaliwa, atazikwa kwenye bahari, atashushiwa baharini kwa taadhima vizuri, lakini kabla ya kushushwa ile kafana ambayo anayokafina labda ni shuka amevishwa, afungwa vizuri, zinganganie sawa sawa, lakini baada ya hapo atafungwa kitu kizito kama ni jiwe au ni chuma, ili anaposhushiwa, hikima yake ni nini? Hikima yake ni kwamba ashushiwe aende chini, asibaki akielea juu. Hii ndio hukumu ya mtu ambaye kwamba aliyefia juu ya chombo cha usafiri ndani ya maji, ama ni meli, na namna ya kumzika imeshindikana. Kwa sababu ya nini? Masiku bado ni mengi tunatembea baharini na hakuna namna nyingine, anaweza kuharibika, atazikwa ndani ya maji. Ikizingatiwa nini? Ikizingatiwa kwamba anaweza kuharibika, au ikazingatiwa namna ambayo kwamba muda ambao tulikuwa nao baharini bado ni mrefu, atazikwa baharini, atafungwa kitu kizito, baada ya kukafiniwa na kuswaliwa na baada ya kuosha na kukafiniwa na kuvishwa sanda, ataswaliwa pale, kisha atashushiwa baharini katika namna ambayo kwamba itakuwa ni amefungwa kitu kizito kitakachoweza kusaidia kushuka chini, asiendelee akielea juu ya bahari na mwisho wa siku kwenda ufukweni kutoa taharuki katika jamii. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wallahu a'lam.